Wakati ule wa makuhani, kabla kuhani hajaingia kwenda kuomba kuyapeleka mambo ya watu, alikuwa lazima ahakikishe ni mtakatifu, anajitakasa kwa siku nyingi kabla hajaenda, na ilikuwa akiingia akiwa na dhambi anafia kule mahali patakatifu patakatifu. Na ndio maana wale makuhani walipokuwa wakiingia kule, walikuwa vitu viwili lazima vifanyike. Kwanza, lazima afungwe mnyororo, lakini pia alikuwa ni lazima afungwe kengele, kwamba atakapokuwa anaendelea na shughuli zake kule ndani mahali patakatifu, akiwa anaendelea na shughuli zake, ile kengele ilikuwa inaendelea kulia kwamba yuko haya anaendelea. Kwa hiyo utakatifu haukubadilika. Hata leo kipindi hiki ambacho ni kipindi cha Utatu, ili Mungu ajifunue kwenye maisha yako, lazima uhakikishe unatembea katika utakatifu kabisa. Nimemaliza siri ya pili. Siri ya tatu na ya mwisho. Siri ya tatu na ya mwisho kuhusu Pentekoste. Ulikuwa ni mwanzo. Pentekoste ni mwanzo wa kupokea nguvu mpya. Pentekoste ni mwanzo wa kupokea nguvu mpya. Pentekoste ni mwanzo wa kupokea nguvu mpya. Ninyi mtapokea nguvu. And you will see power. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Anasema nanyi mtakuwa mashahidi. Sikizeni ndugu zangu, kuna vitu huwezi kufanya mpaka upokee nguvu. Kuna mahali huwezi kwenda mpaka upokee nguvu. Kuna vikwazo huwezi kuvuka mpaka upokee nguvu. Kuna hatua hauwezi kupiga mpaka upokee nguvu. Kuna ushahidi huwezi kutoa mpaka upokee nguvu. Nanyi mtapokea nguvu. Ile siku ya 50 ilikuwa ni mwanzo mpya. Ilikuwa ni mwanzo wa kupokea nguvu mpya. Wale watu walikuwa na nguvu, lakini ile nguvu ilikuwa haiwezi kuwapeleka kule Mungu alitaka waende. Ile nguvu ilikuwa haiwezi kuwapeleka. Kwa hiyo walihitaji kupokea nguvu mpya. Sikiliza, kuna mahali wewe unatakiwa uende. Kuna viwango unatakiwa utembee. Kuna vitu unatakiwa ufanye. Kuna mahali unatakiwa ufike wewe. Lakini nguvu ulionayo haitoshi kukupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Haitoshi kukupeleka. Lazima upokee nguvu nyingine ya kukupeleka. Lazima upate nguvu zaidi ya kukupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Ukitembea na nguvu ile ile utakaa pale. Sikiliza, mitume, Pentekoste ilikuwa mwanzo wao mpya, kwa sababu ilikuwa ni siku yao ya kupokea nguvu mpya. Nguvu iliwapeleka mbali. Sikiliza maandiko yanavyosema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Samaria na hata mwisho wa nchi. Haleluya, mpaka mwisho wa nchi. That's because of the power you will receive. Akasema hapa Yerusalemu, Samaria na mwisho wa nchi. Kwa sababu gani? Nguvu mtakayoipokea siku ya Pentekoste. Na kweli ile nguvu iliwapeleka mbali kweli, mbali sana. Tena sehemu zingine ambazo walikuwa hawezi kwenda kwa nguvu zao wenyewe, walikuwa wanapelekwa na watu kwa hila, lakini wanaenda huko wanapeleka habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na nguvu, sometimes people will take you. Watu watakuchukua tu, watakupeleka. Ukiwa na nguvu, kuna mahali hautatumia gharama zako kwenda, utapelekwa na watu. Haleluya. Watu watakupeleka because of power. Yohana anaenda mpaka kisiwa cha Patmo.
kisiwa cha Patmo. Yohana, mwambie Bwana, hapa nilipo sio mwisho wangu, nataka kwenda zaidi ya hapa, nipe nguvu nyingine zaidi. Tunapohitimisha maombi yako hiyo ni kumwambia Bwana, nipe nguvu nyingine zaidi, niongezee nguvu niende zaidi ya hapa nilipo. Ramoko shaka kwa miguu yako, mwambie Bwana, nipe nguvu zaidi ya hii, niende zaidi ya hapa, niwe na maarifa zaidi ya haya nilionayo, niwe na kibali zaidi ya hiki nilicho nacho, nimiliki zaidi ya hivi ninavyomiliki, niende mbali zaidi ya hapa, niwe na afya bora zaidi ya hii nilionayo, niwe na vitu zaidi ya hivi nilivyo. Nipe nguvu